Mbuzi mzuri kabisa ambao umekwenda kutukuka, na kwa siku ya leo ikiwa ni siku ya Jumanne sawa na tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2026, kukiwa kuna mengi sana ambayo tumekuandalia katika kipindi hiki cha mita 100. Kikubwa zaidi ni kuweza kuangalia kwa upande wa mwendelezo wa ligi daraja la kwanza kwa kanda ya Unguja. Leo kuna michezo ambayo inakwenda kutamatisha na kwenda kukamilisha raundi ya 20, kadhalika pia kwenda kutamatisha raundi ya 23 kwa upande wa kule kisiwani Pemba. Huku pia tutakwenda kujua namna ambavyo masaa 72 yalivyokwenda kufanya kazi, ingawa kuna mengi hapa tutakuja kuyazungumza kuhusiana na masaa 72 hayo ambayo mpaka sasa hivi kila mmoja anakwenda kuyasubiri, yakiwa yametimia takribani masaa zaidi ya 70. Sasa ikiwa ni masaa 120, tunakwenda kusubiri ni kitu gani ambacho kitachokwenda kufanyika. Kadhalika pia tutakwenda kuangalia kwa upande wa mwendelezo wa ligi ya CRDB Federation Cup ambayo leo itakwenda kuendelea pale kwa mnyama Simba kuweza kuteremka dimbani. Tutakwenda kujua na ratiba nyingine zikoje kwa upande wa mechi kadha wa kadha. Miguel Angel Gamondi baada ya kuingia mkataba jana, tutakwenda kushuhudia kitu gani ambacho timu yetu ya taifa ya Tanzania ambacho atakachokwenda kufaidika nao baada ya kuweza kuingia katika kandarasi hiyo. Kadhalika pia kimataifa kukiwa kuna mengi na mazuri. Leo ni usiku wa UEFA Champions League, tutakwenda kujua nani ambaye atakayekwenda kuichanga karata yake vizuri katika mchezo wa kwanza ule wa playoff kabla ya kwenda kuingia katika hatua ya 16 bora. Mimi ni Harry Kidema nikiwa na wachambuzi wangu hapa ndani ya studio. Ninaye Fatawi Ramadhani Fatawi Jumanne, huyu ndiye ambaye hajawahi kuchapwa, lakini pia ninaye Ashraf Kifaranga. Huyu ni mtaalamu wa kufunga magoli ya kichwa. Hata ile mechi ya Al Ahly dhidi ya FAR Rabat walitamani sana apatikane forward aina ya Kifaranga angalau waweze kutia goli moja, lakini hatimaye mambo yakawa tasa bwana. Juzi walikutamani sana watu uweze kupatikana, maana nafasi zilikuwa nzuri, crosses zinapigwa watu wanaziangalia tu kama ndege. Ashraf maeneo kama yale anaweka mpira kambani. Mambo vipi ndugu zangu? Mambo poa. Uko vizuri? Mimi niko afadhali, nashukuru Mungu. Naona mambo bulbul. Bulbul ni vipi? Shaka vijana hayo mjini hapa. Sasa sisi wazee tunakuwa long time tufahamu vitu vingine. Mambo yente yani. Yente kidogo nimepita Arusha, nimefahamu. Mimi nashukuru bana, niko poa kiasi na niko tayari kwa ajili ya majukumu. Ashraf, niambie ndugu yangu. Hali yangu sio mbaya, japo sio nzuri. Kwa hiyo lillahi alhamdu, kwenye nyakati zote, siku nyingine kwenye majukumu na harakati zinaendelea. Haya, asante sana, nishukuru kwa kujua hilo, kuzijua afya zenu, na mimi niko vizuri sana, nashukuru Mungu. Niko bie maneno ya watu kutoka pale nchini Kongo nakwambia bie maana yake ni safi kabisa. Headline ambazo umetuandalia kwa siku ya leo, tuanze na Jumanne. Sawa, tutaanzia hapo nchini Kongo ambapo heri umefika na umejua vitu kadhaa kuhusiana na maongezi na mazungumzo yao. Kongo bwana, kuliwahi kufanyika pambano kubwa sana la ndondi. I think kwenye miaka 1970 hivi, 74, 73 hivi, ilikuwa limepewa jina la umaarufu Lion in the Jungle. Sasa mabondia wakubwa ambao wamewahi kufanya makubwa kwenye mchezo wa ndondi, Floyd Mayweather pamoja na Mike Tyson, wamekubali kucheza pambano la hisani kwa ajili ya kuadhimisha tukio hilo kubwa ambalo limewahi kufanyika kwenye nchi ya Kongo tokea wakati huo ambapo ilikuwa inaitwa Zaire, chini ya Rais Mobutu Sese Seko. Alipambana kuhakikisha huyu ambaye ametafuta waganga zaidi ya 100. Ni mtu wa michezo kabisa alikuwa. Kwa hiyo alihakikisha pambano kubwa linachezwa pale. Muhammad Ali nakumbuka ndio ambaye alicheza pambano na mpinzani wake, jina mlisahau. So Floyd pamoja na Mike Tyson wamekubali kucheza hilo pambano. Linatarajiwa kufanyika mwezi Machi katika mji mkuu wa Kongo Kinshasa,
kwa ajili ya kuadhimisha tukio hilo kubwa ambalo limewahi kufanyika na linawahusu wanandondi wakubwa ambao waliacha alama, na pambano hilo lilikwenda kubadilisha vitu kadhaa ndani ya nchi ya Kongo. Kwa hiyo kwenye kile ambacho kinaendelea kwa sasa ni kama vile unakwenda kufanyiwa marudio tukio hilo. Tunasema season 2. Yeah, season 2. Lakini hii kidogo itakuwa si ya ushindani kwa sababu mabondia ambao watakwenda kucheza ile pambano ni kama wameshapumzika kucheza katika mchezo wa ndondi kiushindani, lakini historia zinawatambua kwenye kikubwa ambacho wamewahi kukifanya, mtu kama Floyd Mayweather pamoja na Mike Tyson. So watakwenda kucheza pambano hilo na tayari wamekiri kwamba wako tayari na pia wamesaini mikataba. Kwa hiyo imekuwa ni story kubwa sana tokea wao walipothibitisha, kwa sababu hawa ni mabondia ambao wamebeba sura ya mchezo wa ndondi wenyewe. Kwa hiyo linapokuja jambo likiwahusu wao, mwitikio unakuwa ni mkubwa. So jana baada ya kuconfirm, manake dunia yote sasa inazungumza kuhusiana na pambano hilo ambalo linatarajiwa kufanyika Kongo Kinshasa mwezi wa 3. Kwa hiyo hapo ndiko headline yangu ya kwanza. Headline ya pili itahusiana na michuano ya UEFA Champions League ambayo leo inakwenda kupigwa takriban michezo 4, na hii ni hatua ya 32 kwa maana mzunguko wa 32, lakini ni hatua ya playoff kwa maana mtoano kwa ajili ya kutafuta timu 8 ambazo zitakwenda kuungana na timu 8 zilizofuzu kutokea kwenye hatua ya kwanza mpaka kufika kwenye hatua ya 31. Katika mechi ambazo zinapigwa leo, kuna mechi ambayo watu wengi wanaisubiri kwa hamu, ambayo itawahusisha mabingwa muda wote Real Madrid dhidi ya Benfica kutokea Ureno. Kitu kizuri ama cha kuvutia kwenye mchezo huo, zinakutana timu mbili ambazo last match kwenye hatua ya 31 waliumana kweli kweli. Real Madrid anapoteza mchezo akiwa away dhidi ya Benfica ambayo inaongozwa na Jose Mourinho, lakini wakati inapoteza, kocha wa Real Madrid alikuwa ni Xabi Alonso ambaye alikuwa pia ni mwanafunzi wa Jose Mourinho wakati fulani akiwa ndani ya timu ya Real Madrid. Leo hii kwenye hatua nyingine, Real Madrid inakwenda kukutana na Benfica, lakini inaongozwa na nyota wa zamani ambaye pia alikuwa mchezaji wa Real Madrid na mwanafunzi pia wa Jose Mourinho ambaye anaitwa Arbeloa. Arbeloa anarudi pale Ureno leo ambapo alikwenda Xabi Alonso akapata kipigo nadhani cha goli 4-2, na leo tena anakwenda yeye kujaribu bahati yake mbele ya mwalimu wake wa zamani, mwalimu bora pia wa muda wote kwa historia ya soka, the special one Jose Mourinho. Kwa hiyo watu wanasubiri kuona kama Arbeloa atalipa kisasi ambacho kilimkuta mwenzake Xabi Alonso au nini atafanya leo dhidi ya kocha wake wa zamani Jose Mourinho. Kwa hiyo story kubwa leo ni michuano ya UEFA Champions League ambayo inarejea na watu wanaisubiri kwa hamu. Na headline ya 3 na itakuwa ni headline ya mwisho, itahusu taarifa ambayo inazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii hapa nyumbani Zanzibar kuhusiana na maamuzi ambayo yamefanywa na bodi ya ligi baada ya michezo kadhaa kuwa na heka na kushindwa kumaliza kwa wakati. Michezo hiyo ni mchezo kati ya Fufuni dhidi ya timu ya Zimamoto, lakini mchezo mwingine ni timu ya Black Sailor dhidi ya timu ya Taifa Jang'ombe. Stori kubwa inaonekana mchezo wa Zimamoto dhidi ya timu ya Fufuni kwa sababu ni mchezo wa maamuzi, ni mchezo wa ligi kuu na ndio mchezo ambao unakwenda kukamilisha mizunguko 20 kwa timu zote 16 ambazo zinashiriki ligi kuu. Sasa inasemekana ya kwamba maamuzi yameshafanywa na bodi na tayari barua zimeshafika kwa wahusika kwa maana vilabu, na miongoni mwa vitu ambavyo vinazungumzwa ni kwamba timu ya Fufuni imepewa alama 3 pamoja na magoli 2, lakini wakati huo huo timu ya Zimamoto imepoteza mchezo na kuruhusu magoli 2. Hivyo sasa kwenye goli aggregate watakuwa na magoli 8 peke yake. Lakini kama hiyo haitoshi, Zimamoto imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kusababisha vurugu kwenye mchezo ambao ulikuwa unakutanisha wao pamoja na Fufuni.
lakini pia viongozi watano wa benchi la ufundi wamefungiwa kwenye timu ya zimamoto pamoja na wachezaji watano. Miongoni mwa viongozi ambao wamefungiwa ni meneja wa timu ambaye anaitwa Simai Tano, lakini afisa habari jina lake la umaarufu wanamwita Manyusi, kocha wa magolikipa naye amefungiwa pamoja na viongozi wengine wawili kwenye benchi. Katika viongozi hao Tangisho hayupo? Tangisho sijamsikia. Katika taarifa ambazo niko nazo jina lake sijaliona. Lakini pia katika wachezaji ambao wamefungiwa, walinzi wawili wakati wakiongozwa na captain Matasaka, lakini golikipa msaidizi Cholo naye amefungiwa pamoja na wachezaji wengine wawili katika eneo la kushambulia. Kwa hiyo zimamoto wataporejea pengine mwezi mtukufu wa Ramadhani na ligi ikirejea, watakuwa na hilo pigo kwa kuwakosa wachezaji wao watano pamoja na viongozi watano, lakini pia wanatakiwa kulipa faini ya shilingi milioni 5. Sasa za ndani zinasema ya kwamba zimamoto hawajaridhika na hiyo hukumu ambayo imetolewa, hivyo wanajiandaa kufanya jitihada za kwenda katika kamati nyingine kwa ajili ya kuitafuta haki ambayo wanahisi wanastahili kuipata kwenye mchezo kati yao pamoja na timu ya Fufuni. Okay, asante sana kwa headline nzuri na zilizokwenda kutukuka. Sasa ni zamu yako Ashraf Kifaranga. Mimi nitakuwa nina headline mbili. Headline yangu ya kwanza itamhusu nyota wa zamani wa Tottenham Hotspur na nyota wa zamani wa kikosi cha Real Madrid Los Blancos, nyota hivi sasa wa AC Milan Rossoneri, Luka Modric, na nahodha wa timu ya taifa ya Croatia, ambaye ameingia kwenye kumbukumbu na historia bora au nzuri kwenye nafasi ya kiungo ambayo anacheza. Anasalia kuwa miongoni mwa wachezaji wachache ambao wameingia kwenye historia ya kipekee wanapokutana na nyavu. Tangu mwaka 2004 Luka Modric amefunga goli karibu kwenye kila mwaka ambao amecheza. Yaani sio msimu, kila mwaka. Sio, nafahamu vizuri. Yaani msimu wa ligi unaanza pengine mwezi wa 8. Si ndio? 2020. Kwa mfano huu 2026. Pengine msimu wa ligi unaanza mwezi wa 8, 2026. Kwa hiyo kwenye huo mwaka amefunga na 2027 amefunga. Okay. Simefahamu vizuri. Shakupata vizuri. Kwa hiyo toka 2004 hadi leo Luka Modric amefunga kwenye kila mwaka. Ni historia ya kipekee ambayo ameweka, na hii ni baada ya kufunga goli juzi kwenye ushindi wa AC Milan mabao 2-1. Hiyo ni headline yangu ya kwanza, lakini headline yangu nyingine au ya pili itahusu kikosi cha washona nyavu wa Ujerumani Bayern Munich, washindi wa UEFA Champions League mara 6, ambao wameingia kwenye historia mpya. Sasa inasalia kuwa timu pekee iliyofunga magoli mengi kwenye ligi za Ulaya, ambapo wamefunga magoli 127 kwenye mashindano yote, lakini wakifunga magoli 82 kwenye mechi 22 za ligi ya Bundesliga au ligi kuu ya Ujerumani. Hicho ni kiwango kikubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa kwenye historia ya mpira wa Ujerumani au wa Bundesliga, kwa timu kufunga mabao 82 kwenye mechi chache namna hiyo, kwenye mechi 22. Kwa hiyo watu wamekuwa wakizungumza mambo mbalimbali na kila mtu akitoa maoni yake, lakini kama ambavyo tumezungumza jana hapa kwenye headline, safu ya washambuliaji inaongozwa na nahodha wa kikosi cha England Harry Kane, ambaye juzi amefikisha magoli 500 na anasalia kuwa mchezaji nambari 3 kufikisha magoli hayo 500 kwa kipindi kifupi, akifuatiwa na Robert Lewandowski ambaye yupo kwenye 3 bora, lakini vile vile akifuatiwa na Luis Suarez, Lionel Messi sambamba na yeye mwenyewe nafasi ya 3. Wastani wa mechi 700 yeye amefunga magoli 500. Kwa hiyo ni kama ametumia muda mchache zaidi kufikisha hiyo idadi ya magoli kuliko hata
nyota wa El Nasri Cristiano Ronaldo, licha ya kwamba Cristiano ana magoli mengi kuliko Harry Kane. Kwa hiyo imesalia kwa headline, pengine watu wakimtabiria makubwa Vincent Kompany ambaye ni kama anaonekana nyota yake na Bayern Munich kama imekolea hivi. Jinsi tumezungumza hapa pia kwamba miaka 4 iliyopita Bayern Munich hakuwa amefuzu kwenye hatua ya nusu finali ya michuano ya DFB Pokal, lakini chini ya Vincent Kompany wamefanikiwa kufanya hivyo, lakini ameingia kwenye historia ya kuinoa safu ya ushambuliaji ambayo imefunga magoli mengi kwa namna hiyo. Lakini miezi kadhaa nyuma aliongeza kandarasi nyingine Vincent Kompany na Bayern Munich, ambaye anasalia kuwa mwalimu nambari 2 kuwahi kuongeza mkataba wakati huo amesajiliwa au ameajiriwa kwa muda mfupi. Nafasi hiyo ama nafasi kama hiyo ilitokea kwa Louis van Gaal, nyota wa zamani wa United na nyota wa zamani wa kikosi cha The Orange, timu ya taifa ya Uholanzi, ambaye naye aliinoa Bayern Munich na kwa wakati huo alitumia wastani wa miezi 8 isiyozidi 9 akaongezewa kandarasi. Kwa hiyo na yeye Vincent Kompany baada ya kuajiriwa kwa miaka 3 ongezewa tena kandarasi ya miaka 2. Kwa hiyo ni hicho ambacho kinajiri kwenye mitandao ya kijamii na kwangu imekuwa kama sehemu ya headline. Asante sana, ni washukuru kwa headline nzuri kabisa ambazo mmekwenda kutupatia, na headline hizo zinakwenda kutupeleka mapumziko. Baada ya kurejea hapa tutakwenda kuangalia mengi ya kimichezo ambayo tumekuandalia kupitia ndani ya